Tumezoea, si uchawi, tumezoea. Ujambo na karibu Teach Crest, mimi na udhako Bikerubo. Leo hii tunataka tuangalie shairi ambalo limeandikwa na Joseph S. Kiponda ambalo linaitwa si uchawi, si shetani katika dunia ya washairi. Diwani ambayo inatumika kwa ajili ya kufundisha fasihi katika sekta ya mashairi. Shairi lenyewe lina mishororo minne kwa kila ubeti. Shairi lenyewe tunaona vina vya ndani na vya nje vinatofautiana kutoka ubeti mmoja hadi mwingine. Hivyo tutapata bahari ya masivina kwa sababu halina vina ambavyo vinafanana. Pia shairi hili lina vipande viwili kwa kila mshororo ukiangalia muundo wake, na hivyo basi shairi hili litakuwa katika bahari ya mathnawi. Ukiangalia mshororo wa mwisho haujarudiwa, hivyo shairi hili litaingia katika bahari ambayo tunaita sabilia. Naam. Wacha niwasomee shairi lenyewe kisha tupate maudhui ambayo yanajitokeza mle na kadhalika. Nimesikia habari kwamba mahali fulani ni mahali pa hatari, ni kama makaburini. Mahali hapo magari hujikuta ajalini. Katika zote safari ni mahali pa shetani. Kufikia hapo tunapata kwamba kuna matumizi ya nidaa. Ni mahali pa shetani, kuna alama hisi. Pia ukiangalia idhini ya mshairi anasema katika zote safari badala ya katika safari zote. Na sababu ya kubadilisha mpangilio wa maneno au kuboronga sarufi ni kupata urari wa vina, kwa sababu angesema katika safari zote ingesha na te, ilhali vina katika ubeti huo wa kwanza vina vya ndani vilikuwa ni ri. Hivyo akasema katika zote safari. Ubeti wa pili, wamepabandika jina ati padoa jeusi, mahali palo laana, palo sheheni mikosi, wachawi wamejazana kufanyia zao kesi, mwenye gari rai hana, limesha kuwa tetesi. Ukiangalia ubeti huo wa pili kuna neno case la Kiingereza ambalo limeswahilishwa na kuwa kesi, kufanyia zao kesi. Sababu ya kutohoa ni kupata urari wa vina na pia kufidia ukosefu wa msamiati. Palo sheheni, neno hilo lingefaa kuwa panapo sheheni, hivyo wamefupisha neno hilo. Tutapata idhini ya mshairi ikiwa ni inkisari. Lakabu, nickname, jina la kubandika au la kupanga. Kwa mfano mahali hapo pameitwa padoa jeusi. Tunajua katika barabara nyingi haswa humu nchini Kenya zina majina kulingana na sifa zake. Kuna pengine utasikia panaitwa labda kona S kwa sababu zinaunda sa. Pengine utaita kona T badala ya kona T kutokana na neno kona T linatengeneza barabara inatengeneza mkondo kama msalaba au ta. Na hivyo tunapata ni ukawaida ambao tunao. Hivyo jina la kupanga la pahali hapo ni lakabu. Tunaona mbinu hiyo ikijitokeza katika uchambuzi wa mitindo. Wachawi wamejazana kufanyia zao kesi. Hivyo tunapata kuna maudhui ya ushirikina kuwa kuna wachawi. Haya, ubeti wa pili. Haya naliyachunguza yapate kunielea, na leo ninawajuza yale nilojionea. Huwa pana giza vigumu kujionea, halafu panateleza tena ipo kona pia. Hivyo mtunzi au nafsi nene akaamua kwamba ataenda kuchunguza, je, ni ukweli watu wanaosababisha ajali pahali hapo panaitwa padoa jeusi
Ni uchawi ambao unasababisha hayo ama ni nini? Na akapata kwamba pali hapo pana giza giza. Ikiwa kuna giza, dereva hawezi kuona, hivyo huenda kweli ajali kafanyika. Pia anasema kuna kona, pia kuna utohozi kama uhuru wa mshairi na pia kama mbinu ya kimtindo. Anasema niliyachunguza ili kurahisisha tu matamshi na pia kuleta utamu wa ushairi. Haya, ubeti wa 4. Zaidi pembamba huwa barabara imebana, huku imejinua, mabonde yamepakana, dimbwi lisilofukiwa limekuwa kubwa sasa. Kwa kweli hapako sawa, shetani mshamuona. Haya, nafsi nini anatuambia kwamba barabara hii ni nyembamba, mahali ambapo inafaa kuwa imepanuliwa. Pia nasema kuna mabonde yamepakana, na ukiangalia kuna kidimbwi ambacho hakijafukiwa, labda ni zile potholes ambazo zimeachwa. Nadhani mnaona haya. Hivyo kuna jazanda pale. Shetani ambaye anazungumziwa pale ni vizingiti hivi ambavyo husababisha usafiri kutofanyika inavyopaswa na bali hufanya ajali. Ubeti unaofuata. Mja huendesha kasi, mithili mashindanoni, mwendo usio kiasi ndo apendao shetani. Kuna inkisari pale, angesema ndio, amesema ndo apendao shetani. Mara mwashikwa ukosi, mwajipata mautini, sababu yake upesi kama wendao mbinguni. Sababu nyingine ambayo inasababisha ajali katika sehemu hiyo inayoitwa padoa jeusi, utapata kwamba ni dereva wenyewe wanaendesha kwa kasi. Nadhani mliweza kuangalia ule uchambuzi wa shairi ulikuwa unahusu kilio cha barabara. Tafadhali mcheka kwa wale ambao hawajatazama video hiyo, niliwaandalia mambo mazuri sana. Wengine wasiojali magari huyaendesha, ndani wana kemikali ya ulevi usoisha, waone vimulimuli magari kuyaangusha, ndio uchawi kamili, pasipo ndonga kurusha. Kuna utohozi, neno chemical limekuwa kemikali. Alafu pia kuna matumizi ya inkisari, amefupisha neno usioisha akasema usoisha. Sababu amefanya hivi ni ili aweze kupata urari wa mizani. Ilikuwa 8 hivyo ikambidi mtunzi aweze kufupisha maneno yale ili kupata urari wa mizani. Waone vimulimuli magari kuyaangusha. Hivyo pia tunaona athari ya ulevi inasababisha nini? Ajali. Mtu anaona vimulimuli. It's a depressant. Haya, na hallucinogen. Watu wa kemia mnaweza kunisaidia hapo. Sheria wanazibeza, wengine wanazipuza, yao wanayaingiza, akili za wapoteza. Askari kiuliza, wamelishwa wanyamaza, shetani anaongeza, wanaomfuatiliza. Pia tunaona ufisadi, pale ambapo askari wa trafiki wanauliza, lakini unapata wakishapewa labda hongo, wananyamazia baadhi na kupuuzilia sheria ambazo zinafaa kufuatwa pale barabarani. Labda ni kutia mikanda, uwe na vidhibiti mwendo, magari yawe katika hali nzuri na kadhalika. Unapata hayo yote hayazingatiwi. Kisha tunaona kuna mapuuza kama maudhui yanayojitokeza pale. Pia tunaona nafasi ya dola, vyombo vya dola katika kuendeleza maudhui ya ufisadi nilivyotangulia kusema. Ubeti wa mwisho. Si uchawi, si shetani, ni ushindani wa watu. Kuna tabaini pale, si uchawi, si shetani. Na mtunzi amefanya kurudia neno lile si kwa ajili ya kusisitiza
Ujumbe: si uchawi, si shetani, ni ushindani wa watu. Ajali barabarani nyingi ni uzembe wetu, ni kutokuwa makini ndipo twamezwa na chatu. Hili tukilibaini twasalimika wenzetu. Hivyo tumeweza kudhibitisha kuwa ajali za barabarani haziletwi na ushirikina, haziletwi na uchawi, bali hali ya barabara na pia utepetevu barabarani. Hadi wakati mwingine, nimekuwa na udha wako Bi Kerubo. Zidi kusubscribe, share na kulike hii video. Alafu unaweza kuacha maoni yenu kwenye kikasha. Natumai kuyaona. Asanteni, kwa heri.